kujiangalia wewe nafsi yako. Yaani unaambiwa ujiandae. Haleluya. Amen. Ujiangalie na maanisha wewe ujifanye, ujiandae. Yaani uwe makini wakati unamrejesha. Enda atakubali ama akatae. Na kama atakataa, muache. Wewe utakuwa una makosa maana umemwambia. Haleluya. Tunaelewana? Endelea. Ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Unasikia? Wakati unaongea unakuwa ujiangalie na pia wewe sije ukaingia kwa hiyo group ambayo ukataka kuja kusaidiwa na ulikuwa unasaidia. Unaona kuna ushahidi mwingine. Angalia kwanza. Ndio maana unajua unaweza kuwa na watu hapa wanakusikiliza lakini ikifika wakati wa kwamba waje watoe ushahidi wakakataa. Anakwambia usiniingize kwa hiyo kesi. Mara ya kwanza walisema niko na wewe. Tazama watu wakutembea na wewe. Amen. Example mfano. Sasa KK ni wetu. Lakini wewe unamdanganya. Unamwambia simama mzee. Na yeye anajua kabisa niko na watu nyuma yangu. Ni mfano. Ama ikifika hiyo siku wapigie mtu mwingine. Na yeye anajua kabisa niko na watu ABCD. Amepiga mahesabu kabisa hapa nimeshaosha tongo. Akifika wakati wa kutangaza na kwa gari bwana tunamwona. Na imagine kuna watu wengi. Wajua kuna watu unaweza wabunge wanaweza shangaa bila ameita watu mikutano, wanamwambia mtu ni wewe. Akija akiambiwa zile kura amepata. Hata imagine wale marafiki zake ni wengi kuliko zile kura. Mpaka anashinda mashangazi na mainti na ndugu peke yake ni wengi kuliko zile kura. Anakuwa amepata kura ngapi? 8. Na ana mainti, ana wajomba na wote aliwapatia kila mmoja kitita tu. Na hadi sasa. Na imagine watu hapa mpaka anashinda kwani bibi yangu hajapiga kura. Lakini hii mbaya. Sehemu za Homa Bay, sijui alikuwa anapigania ubunge mwaka wa 20, ilikuwa ni mwaka wa 2002. Bibi yake hakupigia kura, akaja na risasi. Akamfuatilia huko Bungoma. Kwake ikawa kwa gazeti la Taifa Leo inasema ya kwamba mbunge aliyenyimwa kura na mke wake alimfyatulia risasi. Anashindwa kampeni amepiga na yeye. Wacha niambie wewe, lazima umepata kura moja. Najua moja ni wewe mwenyewe umeenda kujipigia. Na alikuwa na mtoto mmoja ambaye hajafikia mwaka. Akamuuliza mke wake kulipigia kura na afadhali ningepata bibi. Hata kama ni mimi bwana. Mimi sitakuua lakini wewe achana na mimi. Sitakuua. Maana kuua ni dhambi. Niliambiwa usiue lakini afadhali mtu mwambie excuse me tafadhali. Social distance ya mbali sana. Si ya mita moja. Ya mbali sana. Hebu tusionane kabisa. Hiyo social distance yetu mimi na wewe. Amen. Endelea. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Yesu alichukua mizigo yetu. Kutimiza sheria, uelewe kile Yesu alikuja kufanya. Kuchukua mizigo na unajua maana yake ni nini? Ni kuzibeba siri za mtu aliyeanguka. Sawa? Akikueleza shida yake, usiende kutangaza kwa kila mahali. Maana aliona wewe unaweza mfaa. Kama sisi tulivyomwendea Yesu, tulijua hapa kwa Yesu tupata tufaa.
tumeambiwa tujichunge, lakini yule ambaye amekubali, mbebee simu. Beba huo mzigo wake, ni wake. Amekwambia mimi ninapitia ABCD, na ukasema utasimama na yeye kwa maombi na ukamtia moyo. Sasa kumtia moyo kwake, si ndio? Usiende ukitangaza, utamvunja. Lakini kuna kitu nataka nikwambie pia wewe ambaye unapenda kwambia shida zako kila mtu. Sikiliza kitu kimoja. Mimi nimejifunza kitu katika maisha yangu. Nilijifunza kujiamini, nikajifunza kumwamini Mungu, na nikajifunza kumwamini mtumishi wangu. Lakini sikuwahi kujifunza kuamini watu ninaokutana na wao, bali wale wanaokutana na mimi wanaweza kunisaidia kwa njia nyingine. Lakini huwa napenda kusema shida zako, kama kuna shida, hata ukimwelezea mwanadamu, tafadhali kuwa na heshima. Hata ukimwelezea mwanadamu hawezi kutatua shida yako kuliko kumwelezea Mungu mwenyewe. Tukubaliane kitu kimoja. Ukipata mtu unamwelezea shida na anakwambia twende kwa nyumba ya Mungu, huyo mtu ni kama njiwa anayetumika kukusaidia. Sawa? Lakini shida yako haiwezi kutatuliwa na mwanadamu mwenzako. Shida aina yoyote ni Mungu atakaye kutatulia, kwa sababu mwanadamu atatatua ya leo, lakini ya kesho hawezaje nayo. Amen. Hawezaje nayo. Tunakuwa msaada wa mwanadamu ni wa muda mfupi. Naomba tukiendelea kumweleza shida zako, anasema nimechoka, lakini Mungu hachoki. Ukiendelea kumtegemea na kwambia nimechoka, lakini Mungu afanye nini? Hachoki. Tangu umepewa mzigo na Yesu, alichoka? Ama alishakuelezea nimechoka? Wewe mwenyewe ndio umwambie sasa niregeshee mizigo yako. Mimi ninarudi bali nilitoka. Ulisema sitarudi tena Misri, mimi ninarudi. Kama nitaangamia kwa bahari, kama itapasuka nitaogelea. Amen. Haleluya. Ndio. Unaona, uliambiwa siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Ushawahi kujiuliza hizi siku za mwisho zitakuwa za hatari gani? Shetani atazidisha nguvu. Toki. Shetani atafanya miujiza ambayo wewe hujawahi iona katika maisha yako. Kama kuna wakati mgumu ambao utakuwa wanadamu ambao watakuwa hai, ni huo. Itakuwa na shida ya ndoa, anavutwa mume wako mpaka analetwa hapo. Wewe usimsumbue huyu na kubali. Na wewe utaamini ya kwamba huyu ana nguvu kuliko Mungu. Hizo ndio zitakuwa ni siku, sikiliza, zitakuwa ni siku za hatari mno. Sasa shetani atakuwa akumbioni wakati anajua Yesu anarudi. Sasa hizi unazoziona zingine hizi ni kadalili tu kavu. Hivi unaona watu wengi wanafanya vimuujiza vya uchawi vya uganga vya kudevelop. Lakini ikifika ile siku mwenyewe shetani sasa amemimina. Nashangaa. Yaani unafanywa hivi kwenda kujiangalia, umerudi Yakobo kijana. Lakini hawa hawaelewi. Hiyo siku inasema watu watapewa chapa
ya huyo mnyama, na huwezi kununua bila hiyo. Na sasa wewe utakuwa hauna. Nakubali bwana na njaa. Nyinyi mnaongea nini? Nyinyi mnaongea. Kama leo hii wewe sasa hivi wewe pigiwa simu, wewe kuna order, kuna kazi nataka kukupatia hapo. Ili ile kazi yako hiyo. Huyu anatoka huyu, ananiambia baba, sitamaliza ibada. 1.5. Nisalimie. 1.5. Ana 1.5. Wewe 1.5. Wewe. Muli si juzi tu. Sasa hivi wata yako unangoja baba nimalize saa ngapi nimnongezee baba. Ataomba ruhusa lakini. Hapa naona baba anachelewa, wacha niongee na huyu atamueleza yako. Unacheza nini? Nauliza unacheza. Nahitaji moyo, si mchezo. Alafu ukiangalia unapiga mahesabu. Sasa hiyo huna hata dala. Hauna hata dala. Hata kutoka hapa, yani imagine hata sadaka yenyewe. Na ulikuwa unaomba Mungu akupatie sadaka, alafu wewe unaona dili imekuja unasema jamii. Watu utaniambia. Sasa hiyo ndio kampeni ya Yesu na Shetani. Shida zinakunogelezea. Sema hivi. Acha nikwashie bali usisingizie kama sisikii kwa sababu unajua. Hata wewe mwenyewe nakutuma ukaongeze ile fani bali. Na vile nimeongea atapigiwa simu leo. Kila kitu kinahitaji msimamo na nguvu na kusimama katika kusimama. Amen. Na ndani hii yote ndio kwa kuwafundisha vitu kama hivi. Amen. Endelea tukimalizia. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu. Ajidanganya nafsi yake. Sasa hiyo unajiona kitu. Kumbe si kitu. Sasa sikiliza hiyo kitu kitu mara ngapi? Anajiona ni kitu, kumbe si kitu. Sasa wewe nikuulize. Umeitoa kazi. Umemwacha Mungu. Sawa? Siko baya wala hatuombi ili mfano sije ukaambia pastor anaongea vibaya. Tafadhali hata Mungu mimi unajua siongei vibaya. Sasa kuhukumiwa na mapema. Na kwenye hukumu yako peke yake. Sasa utoke pale. Si ndio? Utoke bahati mbaya wakati unakimbilia kwa sababu akili zako zote umetoka kwa Mungu na akili zako zote ziko kwa pesa. Bahati mbaya hata usigongwe na gari, ugongwe tu na tukutuku. Tuambiwe Muli hapo na Nisande alikuwa amepigiwa simu ya na yeye anajiona ni kitu, lakini sasa hiyo mwili wake hauna kitu, hauna nguvu tena, kwa sababu nguvu zake zilikuwa zinaongozwa na nani? Na Mungu. Lakini kwa sababu amemwacha Mungu akapatikana sasa anafanya kubebwa. Wakati alikuwa anabeba anafanya kubebwa. Utafanya kazi? Utasomelea milango? Utaweka zile madirisha zako za kioo? Wewe mwenyewe hauna kitu, alafu mahali unahitajikana uingizwe, unaambiwa ulipe. Sasa inabidi sasa pasta tena. Kanisani tuna mchango, sasa tujiangalie.
Unaona sisi si kitu mbele za Mungu. Huu mwili aliutengeneza mwenyewe. Kila sehemu anaijua yeye mwenyewe. Anajua ni wapi anaweza kukubonyeza na ukanyamaza. Ukanyamaza, yaani yeye ana switch. Mbona vile tunafikiria kuasha hiyo? Hivyo hivyo ndivyo Mungu anakuasha basi. Hivyo hivyo. Sasa amekuacha hao unatembea, lakini akiamua kuzima hivi, angalia wacha nizime hivi. Hivi. Angalia inazima. Angalia. Asa ina ujanja gani? Aliyetengeneza ndio ana ujanja na hii. Sasa aliyekutengeneza wewe ndio ana ujanja na wewe. Amen. So sisi si kitu kwa Mungu, si kitu. Tumekuwa usijione ni kitu, sio kujidanganya na nafsi yako. Sasa kuna kule kujidanganya ndani ya nafsi, ndani ya wewe tunajidanganya sana. Hiyo ndio roho na kufurahisha. Si hapo cha Mungu. Upatie Mungu aifurahishe. Elewa. Upatie Mungu aifurahishe. Sasa zingine unaweza iumiza kwa mwanaume ambaye si wako na Mungu mwenyewe anataka kufurahisha kesho. Hali ndio unaweza kujiumiza kwa kazi ambayo Mungu hajakupangia. Kumbe Mungu anataka kuifurahisha kwa kazi aliyokupangia. Kuna vitu Mungu amekupangia wewe mwenyewe hujui, lakini unatakikana umupatie hiyo roho yake aipange mahali. Biblia inasema Mungu anaweza kukupanga mahali palipo na nafasi yako. Endelea. Na aipime kazi yake mwenyewe. Umesikia? Jipime kati ya Mungu na Kaisari. Pima, jipime. Yaani unaambiwa jipime, usijifananishe na watu ambao unajua wewe vile unampenda Mungu ni tofauti na ule mwenzako unayemuona. Yaani usijifananishe na mtu. Yaani jipime wewe. Kama mjima na kupima. Unajua katika kazi yako kuna wengine wanauza sukari na maharagwe. Kilo mpaka ianguke ti. Na wengine wananunua sukari za magendo. Na wewe unaenda kutoa pesa yako sahihi. Sasa ukinunua, ukiwepima kama wale wanaochukua za magendo, wale hawana hasara. Maana ile kigunia wewe ukinunua na 2,000, wenzako yeye ananunua na 1,000. Sasa wewe lazima kama unataka faida ya upime sawa sawa. Balance. Ipe kama mbele nataka kuduna, inainuka. Sile hatu. Wewe unafanya kazi ya hoteli. Wenzako anakuja kuchukuliwa mabandari yanayotoka na mlango wa nje. Wa nyuma kweli. Anauziwa 500. Sasa wewe ndio unashindana na mwenzako pale, hata anaweka sima kubwa na wewe unaongeza juu. Naona tuna 1,000 na. Wewe bure. Unasema wewe unafanya kazi, sima inaisha, sijui pesa zinaenda. Wewe mwenyewe ujiangalie. Pima. Wasikia? Pima, angalia. Kwenye kupima na angalia. Hata wakati Biblia inakwambia hivyo kwa sababu wakati unamfanyia Mungu mapenzi yake, Mungu naye anapima katika uzani wake. Anajua tena ni nani ninaabudu katika roho na kweli, ni nani ambaye ananiabudu katika moyo wake. Endelea. Lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe. Pima. Ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu. Wala si kwa mwenzake. Unasikia? Si kwa yule, ni wewe. Yaani ipime kazi yako mwenyewe. Utakuwa na sababu ya kumwambia Mungu, hata wewe mwenyewe unaona ninajitoa kwa njia ya ukamilifu Baba. Si kwa masaa yako, si kwa matoleo yako, si kwa ibada zako, sikuibii, natoa zaka kamili.
Kwa ndoa yangu ni mwaminifu, sina mwanamume mwingine, sina mwanamke mwingine. Unapima. Sasa hata hapo wakati unyenyekeaa unaenda mbele za Mungu, hata unamuuliza Mungu, sasa ni kitu gani ambacho nimekosa? Mwanamke aliye naye ni mmoja, mume aliye naye ni huyo mmoja. Ni wengi hata wananitamani wananiita, lakini siwaoni wote. Niliona tu yule mmoja alioniongoza kwake. Ibada inapatikana. Tunapima. Kupima ni kule kuangalia. Mlevi nikaacha. Nikalisikiza neno lako. Nikapendezwa na sheria zako. Lakini ukiwa mbaya, hata usipobarikiwa unajua ama ni ile nilifanya. Umepima pia hiyo. Haleluya. Amen. Sasa bado tukifika hapa kwa ubaya mnaanza kubadilika. Umepima pia hiyo. Hapa ni kwa sababu kile nilifanya. Tukushawahi kuona kazi yako ilikuwa nzuri, kule umeenda ukasema kwani yule nilimsalimia. Yule nilikutana naye. Amen. Tazama unapima. Halafu utakuwa na sababu ya kujikosoa na Mungu kwa Mungu nako utakuwa na sababu ya kujisi. Endelea. Kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Sasa hapa ndipo unajua furusi ni kitu kingine kibaya sana. Furusi. Yaani furusi unajua unabeba hata nguo zingine ambazo zimepasuka unazo. Furusi. Unajua maana ya furusi? Ushawahi kuona mwanamke anatolewa kwa mume? Ama siku hizi hawatolewi tena. Amepatwa na mjomba. Anakuwa mama, beba mafurusi yako. Beba mafurusi yako. Na ana bidii. Na sasa hiyo hana mfuko. Anatandika leso. Anaokota, anauliza au hujabadilisha chochote. Jifurusi. Sasa unaona vile jifurusi linakaa, unaweza badilika mawili mpaka mjomba lile la tatu akakusaidia. Lakini wajomba wana kazi kubwa. Wajomba wanawahurumia. Wajomba ndio wanatungwa. Wajomba na baba wadogo ama baba mkubwa. Yaani hiyo, lakini mzee haendi mwenyewe. Anatumana wewe kabebe furushi na huyo mwingine. Yaani wanabebesha jifurushi yani. Hata bako unauliza huyu mtoto wangu ameweka nini? Mbona ni nzito hivi? Hapa kuna mtungi wa maji huko ndani. Mbona ni nzito? Lakini utafanyaje umeambiwa nenda ukachukua? Alafu kutangaza unaweza beba hiyo mitungu kadari ya kwamba baada ya mwezi mmoja ama wiki kadhaa atafuata. Ili nyingine imebeba na mume wake. Unaweza kaa nayo papo ukamuuliza tena. Ulibeba kila kitu kweli? Kama kuna vitu vingine anaviona pale anakukumbuka wewe. Mbona tulienda na haruji? Mjomba mimi hata sielewi, ama baba mimi hata sielewi. Hebu mpigie simu muulize. Utakuja ama ndo kabisa? Ndio tuangalie mambo mengine. Yaani pale nyumbani tumesikia tayari mbele na mafurusi. Haleluya. Amen. Unajua ukienda na mafurusi mahali, yaani ina muda fulani yale. Sijui vile naelewa ndani ya akili yangu kama wewe ndio unaelewa hivyo. Yaani kuna vitu unajua unafaa ujijazie. Jijazie tu wewe, angalia hiyo mafurusi. Alafu ni wewe ndio umetuma kwenda kubeba mafurusi. Alafu umeyabeba, alafu yule unamuona kila siku mpaka anaendelea kutafuta. Ameshapigiwa tayari. Si niwaambie? Tenda hiyo. Tenda hiyo. Hapa. Na nakwambia nani anakunogelezea wewe?
soma kazi yako. Tumeongea sasa hivi na ndio hiyo. Bili. Simekwambia. Simeongea leo. Amina. Amen. Sasa unasema ni shetani ama ni Mungu? Alafu tena unajua kuna kasumbuka na kuja. Watoto wanataka Mungu. Sasa hivi anafanya ibada lakini kuna kajutu fulani. Sasa na huyu baba ameongea hii. Lakini Mungu anasema ujipi. Sasa unaona nataka kutoa sadaka na mapema. Sasa unataka kumiana huko bila ondoa. Haya, unajua mwenyewe na Mungu wako. Amina. Kuna vitu vikitokea vinatendeka sasa hivi. Ili Mungu akujaribu na yeye akuangalie zaidi. Hata kuna wengine ni wapishi wa chapati. Unaweza pigiwa simu uje upige bandari moja upewe 1500. Uko hapa tumbo linasokota. Ukifika pale mlangoni nenda hapa kidogo, kumbe ndo anakula kona. Alafu kutangaza na kushangaza nini? Unaona hii pesa tunazipata ya leo haipangiliki chochote. Yaisha mpaka yamaliza zile zingine ambazo ulikuwa umeweka. Kwa maandiko kuna mwanamke alienda kufanya kazi siku ambayo Musa alikuwa amesema jamani tumwabudu Mungu. Alipoonekana niliwasomea hapa na Mungu. Alifanywa nini? Aliuawa. Alikeuka sheria, lakini siku hizi hauawi, bali vile vitu zako ndio vitakufa. Nilikuwa naongea kitu na mtoto wangu hata nimekumbuka. Nikuulize swali unijibu. Kuna mahali kwa maandiko kuna first service, second service na kuna last service. Hakuna. Ilikuja kwa sababu gani? Sisi. Yaani inaitwa mioyo migumu. Kama vile Musa aliambiwa, waliandikiwa hivyo kwa sababu ya mioyo yao migumu. Hiyo first service, second service na last service. Hakuna. Hii ni ya mapasta. Sadaka za mchana. Mimi naongea ukweli, hata mimi mwenyewe niko hapa ni first service hii, lakini naongea ukweli. Mimi ni pasta naongea ukweli, hata kama utanihukumu lakini nimeongea ukweli. Sawa? Mimi lakini sijawaitisha sadaka. Hapo nimeongea ukweli lakini sijawaitisha sadaka. Amen. Haleluya. Unajua tukiangalia maandiko, ile desturi ya maandiko cha ukweli, Mungu alibariki siku ya saba. From Sunday morning to night. Sawa? Hiyo siku yote akasema ni siku yake ya kuabudiwa. Hata Yesu alikuja akatimiliza hiyo. Sawa? Sasa tukimwekea masaa tunafanya makosa. Tuseme tu ile kweli. Lakini kwa sababu ya mioyo na mahitaji. Na unajua kuna wengine hata wakitoka ile first service huwa wanaenda nyumbani kulala ama wengine wanaenda kulewa. Hizi sana hizi sana zinafanyika kwa kanisa za kidini. Lakini za kiroho huwa sio sana. Ni siku hizi nao wamechukua mtindo, lakini huwa si maana hata upasta hata na last hapo zote. Kwa tunaongea na mtoto wangu tukasema, yani hiyo baba imekuwa kama biashara. Baba ameingiza pesa asubuhi, ameingiza pesa mchana na akaingiza tena pake jioni.
Sasa waliwaji ni wakina nani? Ni wewe unayetaka hivi. Unapiga sherehe zako, unajua sasa hivi wale wengine wametoka. Sasa hivi naenda kumalizia baada jioni. Unajua kuna ibada mpaka zinaanzia saa 10 na mwisho ni saa 12. Anakuja hapo amefuta jaba. Amerikatisha sasa anaenda kulimalizia kitu. Amina. Na Mkristo lakini anakwambia kidogo lazima uchangamshe akili. Sasa angekuja jioni ilikuwa akili yake haifanyi kazi. Angekuja asubuhi akili zake ilikuwa hazifanyi kazi. Sasa amechangamsha, amekuja wakati wa ibada akili sasa akaikatisha. Kifika jioni anaenda kuichangamkia zaidi. Anamwambia bibi yake, hii ni siri yetu bwana. Mambo ya ndani usiyazungumzie nje. Na Mungu leo nasema Mungu Mungu nataka ibada. So hiyo huwa sana haipo kwa maandiko. Kile kilicho kwa maandiko ndio tunafaa kufundisha. Hizi zingine ni zetu. Wacha nizite ni zetu. Hizo ni zetu. Ni zetu ya mimi na wewe. Yaani kulingana na masaa ya. Hapo hiyo. Unasikia? Hiyo si unatakikana ukishakula ile asubuhi jioni. Ndivyo ilivyofanyika pake kwa wana wa Israeli. Ni vile hatutaki kusoma Biblia na kuichambua. Lakini huwa ni hivyo. Siku yote ni ya kumwabudu Mungu. Wewe unatudanganya hapa alafu unaenda kukunywa chai hapa. Hawa kupika chai wala lazima wakunywe. Hawezi baada mkate wote watoto. Lazima achukue zile kama ile hivi azifundie haraka. Na Thomas hapo amekataa. Yaani mpaka. Haya, usiwabariki hata ukikula sisi yake hapo, hiyo kazi inakufaa ukule huko. Kwa nini unafikiria tujui kama unakula jamani? Haya, ebaliza hapa. Unajua ni vile tusiingia ni kazi yetu. Hiyo ni huduma pia. Hawezi kuniambia unakosa kuonja chumvi kwa unaniunda nini? Hii kwani unatukuliaje? Atupike nyama utajuaje imeiva? Alafu nikuuliza zilikuwa sita hapo kwa nimekana. Mimi ni wajanja. Akijua ni nyama unazijua ni ngapi anakata. Wanaikata na ukiangalia zilizo kweli, lakini unazikuta zingine ni kubwa, zingine ni ndogo. Huwezi uliza, unaweza ona umekata hivyo pia wewe. Kwa hiyo si wanyama mpaka jikoni, watakosa kumwimbia Mungu. Maliza. Mwanafunzi anamshirikisha mkufunzi wake katika mema yote. Unasikia? Mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake. Yaani kama kuna kitu chochote unachopitia na hauwezi kukiweza vizuri bila ushauri wowote kwako, mshirikishe yule ambaye anaweza kukuona alikufundisha kitu mahali. Amen. Sawa? Muone. Naona ni kama kuna mahali siko sawa. Kwa sababu alikufunza, kuna mahali alikufunza na akakuinua. Unaweza kuamini kwamba hiyo kitu anaweza kukwambia na endelea vizuri zaidi. Endelea. Msidanganyike. Tudanganyike. Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu, kwa kuwa chochote anachopanda mtu atakachovuna ndicho atakachovuna. Yaani haina complicated. Tunalipwa sawa sawa na matendo yetu. Amen. Najua ni ngumu kusema amen kwa sababu ya maisha ulionayo, unaona ni kama unalipwa hayo. Ili unajua hiyo kusema amen na umeambiwa hivyo na Mungu. Unaona kama stress ndio nayo, ni malipo. Unaweza kubeba mizigo ya watu wengine walioinukia kukosa kumwabudu Mungu. Ndio?
Sasa wewe ndio unatakikana uchukue uamuzi wako tofauti na hiyo madhabahu za kweli. Sawa? Alafu kuna lingine, ukishachukua uamuzi wa kuokoka, kuna vitu unafaa uvifanye kwa sababu ya sheria ya Mungu imekuruhusu ufanye. Na kuna vitu unafaa uache kwa sababu ya sheria ya Mungu imekwambia uache. Yaani tende kile Mungu anachokuagiza. Hebu nikufafanulie vizuri. Ni kwamba kuna tabia niliyokuwa nayo before nilikuwa sijaokoka. Sawa? Na sasa nimeokoka, itanilazimu. Yaani hii ni lazima. Itanilazimu nibadilike. Na nimuonyeshe Mungu kwamba nimebadilika, na hata jamii nzima wajue ya kwamba nimebadilika, na sijilazimishi kwa kumwabudu, bali ni kwa sababu ya hiari ya Mungu nimeamua kubadilika. Mungu atachukua reaction hapo hapo wakati ambapo umechukua uamuzi wa kubadilika. Hata wakati ukiamua kupenda masomo mbali na pale ulikuwa unalazimishwa, utaanza kupata ufahamu wa masomo unayoyasoma. Lakini kama unaenda kwa sababu umeshikiwa fimbo, wenzako ameandika, wewe unaigiza mwalimu vile alivyoandika mpaka mwisho, na amekwambia kuna mahali unafaa kujaza. Sasa ukifika hapo kwa mwalimu unamuonyesha, anakuta yani vile vile ameandika ndivyo hivyo ndio ameandika. Na atafanya ushindani, aseme hebu angalia pale. Sasa kuroba gani na hapa na umeandika mwalimu. Sasa mwalimu anakosa kuongea na wanafunzi, inabidi aite mzazi. Na mwanao manake anaambilika. Akikasirika anamwachia kitabu mwalimu yaendelea nyumbani, harudi darasani. Na haogopi kuchapwa. Wakaambiwa shika ukuta, yeye hata akafanya mdomo wake kabisa. Sasa utachapa mgongo wewe mwenyewe. Kuna watu wanakuchapa. Yaani yeye mtu haogopi kile kitakachokuja kumpata. Yaani hata kama unamfunza kanisa, haogopi chochote ambacho kinaweza kuja kikampata. Hata kama unamwambia usome kwa bidii, ukuje ubarikiwe, yeye haoni. Yaani vile ambavyo tunakufuta kwamba msikilize Mungu, muombe kwa bidii, weka imani, Mungu atabadilisha maisha. Lakini wewe unaweza sema wapi? Unajua kuna hali ya kubadilika nayo na si hali yako, kwa sababu ya ugumu wa shingo. Unajua unaweza sema ya kwamba ni Mungu ndiye ametaka niwe hivi, lakini vitu vingine si Mungu, ni wewe, kwa sababu ya kutosikia. Siku utakapoamua unakuta vitu vina change. Unajua, acha nikwambie, kinachobadilisha mtu sana sana sio maombi pekee. Kuna watu wameombewa lakini tabia hawajabadilika. Lakini siku atakapofunzwa na atakapoelewa, anachukua uamuzi. Unafikiri tumepata wangapi wa sharati hapa? Waliacha juzi. Na wa huduma na waliacha juzi. Juzi. Hata wengine waliacha jana. Wezi kupata tayari Mkristo ati umemwombea leo ameachana na usharati leo. Hakuna. Wewe ni muongo. Ati umeokoka leo. Wezi. Pake the moment unapoendelea kumwabudu Mungu, uwepo ambao unaendelea kuondolea zile vitu, wewe mwenyewe unaacha pole. Kuna watu walikuwa wanakula ugoro, saa hizi ndio hawataki ugoro. Na huko mwachisha mwambie sifungui. Sasa
Sio unaweza kumbuka hata yule mwanaume ambaye alikutongoza mara ya kwanza. Na kwa ukasema sifungui. Kuna siku nikwambia kitu. Nyinyi hakuna mtu hapa ambaye anasema yeye si msharati. Si ndio? Hata wewe ni msharati. Ujue hivyo. Lakini ni kwa sababu haupeani ruhusa hiyo roho ya msharati. Ndio maana haujakuwa msharati. Lakini jiachilie mama. Haufiki kwako bila kuingia nyumba tatu. Sina mambo ya kweli. Yesu alikukomboa kwa sababu ulikataa, si ndio? Sasa kuna wazee wanajua hauna bwana wewe. Unajua hivyo? Na wanakuja kujifanya rafiki mwema. Ngana anajua huyu ana sukari na unayo. Lazima uvute kwa nini? Analeta salamu nyingi. Bado unatamani aondoke lakini bado ameshikilia tu mlango. Sasa. Hawa penda nini? Na kwa umeshindwa aondoka. Hata wewe umeelewa. Lakini unajua wazi huyu akianza kuleta ujinga wake kwa sababu umeokoka sasa unapita mpinga. Lakini kama ungelikuwa na hayo, ungesema si utamke tu. Unajua mtu ambaye kuna hayo hautamwacha kwa mlango. Atamwambia karibu ndani. Na yeye mwenyewe atafunga mlango mpaka ina chabi. Mtu akija kigonga anasema asijue kama kuna watu. Sasa ni wewe mwenyewe mzee usubaye hapo. Ukipata mama wa namna hiyo mpaka amefunga chabi na mtu amegonga na hata yeye hakuna, anakwambia nyamaza, wasijue kama tuko hapa. Hapo ukipiga start gari inawaka. Maana mafuta ni full tank. Hapo hakuna kung'ang'ana. Wewe mwenyewe tu. Utoke hapo waje na hata afungue chabi na utapiga start. Siku nyingine ukienda pale wewe ni mjinga. Kwanza kwa roho yake asema mjinga hakuingizi tena. Anataka watu shamba. Haleluya. So kubadilika ni uamuzi wa moyo wako. Na ukichukua uamuzi, Mungu naye anafuatilizia uamuzi wako. Maana uamuzi ni imani ambao umeamua kuibadili. Ulikuwa na imani ile, lakini sasa umeleta imani kwa Yesu. Amen. Hebu maliza hapo haraka. Maana yeye apandaye kwa mwili wake. Ni neno la Mungu. Apandaye kwa mwili wake. Katika mwili wake atavuna uharibifu. Umesikia? Umepanda wapi? Kwa mwili wako. Wewe unaona kwa mwili wako unapanda nini? Una shamba kwa hiyo mwili? Na umeambiwa ukipanda mbegu kwa hiyo mwili unavuna nini? Umepanda vingapi kwa mwili wako na umevuna uharibifu? Ukiwa mlevi umepanda kwa mwili wako. Ukiwa msharati umepanda vitu vingine vinavyoandamana na hiyo. Lakini ukipanda kwa Mungu, yaani mwili wako liwe hekalu la Mungu, unielewe? Roho yako, mawazo yako iwe kila saa unakukabili Mungu. Hakuna siku utapanda uharibifu. Hata ndoa yako.
ukijenga kwa Mungu. Hata watoto wako ukiwajenga kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja nilikuja nikamwambia sisi wazazi sometimes huwa tunafanya mistake kubwa sana. Aha. Jo mwanangu. Jo. Huyu mtoto ni mtoto mdogo Halo? Imani yake kubwa iko kwa nani? Ulinzi wake mkubwa uko kwa nani? Ni mtoto mdogo sana. Hajifahamu kuiba. Hata nikikuona unatongoza mtoto kama huyu, wewe hata ufanye kuuliwa. Atafaje mtu kama huyu? Yaani apai kama mbele anaenda mbinguni, akifika before hajafika hapo kwa mita 5 10 kichwa hana. Amen. Haleluya. So mtoto kama huyu imani yake kubwa iko kwa mzazi. Hajajua kwamba hakuna wala kiko mpaka afanye kuambiwa. Sawa? Sasa hawa watoto wetu tukiwajua kuwapanda katika madhabahu, tukiwajua kuwapanda katika Mungu, watakuwa na roho, watakuwa na madhabahu ya nani? Ya Mungu. Kuwatoa hawa watoto katika madhabahu ni wewe wapande kwa Mungu. Naelewa? Haleluya. Amen. Kitu kingine, tangu ulipozaa mtoto wako, hakuna siku ushawahi kumwambia Mungu asante kwa sababu umenibariki na mtoto, ukaleta shukrani ya Mungu madhabahu. Hakuna lingine. Mtoto wako anasoma, niliongea hata jana, mtoto wako anasoma, yaani hata ushukuru ukiona watoto wengine wa mtaani wanarandaranda na kuna watoto wengine wameshindwa hata kusoma, hawana hata mtu wa kufundisha. Bali na hiyo, mtoto wako graduation, sio? Usinisumbue sana, mimi si mzuri. Amepata kahatamu fulani, pengine ametoka PP1 amekwenda PP2 au toe hata shukrani. Amemaliza masomo. Unajua unapofanya vile unamwekea ulinzi na unamkabidhi kwa Mungu, ni kama unamwambia Mungu, yani mubariki. Unajua watoto wa matajiri wanakuwa hivyo kwa sababu wengine wanajua madhabahuni kwao. Niliwaambia jana, nilikuwa na mtu ambaye alikuja hapa Mombasa, alikuwa na mfuko tu. Watoto wetu tumeweka kwa shida sisi, maana tumebeba ubinafsi, na hao watoto hao walikuja kupitia wewe. Wengine walikuja kwa sababu kwa bahati mbaya ulipata ndoa mbaya, kwa bahati nzuri ukapata ndoa nzuri, na kwa bahati nyingine ukamlea mwenyewe, ama kwa bahati nyingine ukapata burukeke ama kinyago. Haleluya. Lakini bali na yote, wewe umebeba. Nikikumbuka maandiko, wana wa Israeli waliulizwa na Mungu, watoleeni watoto wenu sadaka iliyo hai. Sisi hatufai. Kuna siku tushawahi shukuru kwa sababu tumebarikiwa. Kuna mwingine hana. Wewe pata. Wewe kazi yako ni kukuita tu kumbaba, mkinda, kufa kesho. Sura kama babako, pua kama babako, na kuchukia kama babako. Mbona ulizaa naye? Mbona kumsukuma? Tunawalaani. Mdomo huu ni mbaya sana. Hii ulimi huu, wengine hata wako ni weusi. Umechanjwa, umelishwa madawa mpaka ukabadilika ukawa kama makaa. Hata kakae tena matamko mabaya.
Huo mdomo ndio unaenda pesa. Baba piganie, unaomba kupitia. Angalia sana ulimi wako. Angalia sana matamshi. Ukishaokoka, kama kuna kitu ulikitamka chochote kibaya, Biblia inasema ujitafakari, si ndio? Sawazisha midomo yote. Sawazisha midomo ni rahisi sana. Ulitamka mengi, lakini unaweza sawazisha na maneno mawili. Kila mdomo mbaya niliyotamkia uzao wa tumbo langu ninaufuta kuanzia leo. Kama niliwalaani, ninawabariki sasa, na Mungu nisamehe. Ningetamani niendelee, lakini masaa nayo nani ataregesha nyuma ni watu. So kama huwezi kuregesha nyuma, inabidi mambo mengine tuyafungie hapa. Amen. Lakini bado tuna ibada, na bado niko na mafunzo, na bado nitakufunza.